Sasa leo shauri lilikuja kwa ajili ya lilikuwa limepangwa kwa ajili ya kutajwa, lakini cha kushangaza ni kwamba watuhumiwa hawajaletwa mahakamani na upande wa jamhuri haujaeleza sababu yoyote ya kutokuwafikisha watuhumiwa mahakamani, kinyume na amri ya mahakama ambayo ya mara mwisho ilikuwa ni kwamba leo wanasheria kuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini hilo tumeliwasilisha kwa mujibu wa sheria mahakamani, na mahakama imesema tarehe nyingine ambayo kesi hii itakuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini upande wa jamhuri wamesema kuhusiana na upelelezi kwamba haujakamilika. Hilo nalo tumepinga kwa sababu wao ndio wamewashtaki hawa watuhumiwa, wao ndio wamepeleleza, wao ndio wana mamlaka ya kufungua kesi, na kanuni za kawaida tu za mwenendo wa mashauri ya jinai ni kwamba upelelezi unapaswa kwanza huo umekamilika kabla ya kukamata watuhumiwa. Lakini sasa wao leo wanasema kwamba upelelezi bado haujakamilika na hawajaeleza kwamba upo katika hatua zipi. Lakini cha kushangaza ni kwamba mshtakiwa namba 17 anaitwa Moses Lemweta Mgao. Mahakama imetueleza kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, lakini cha kushangaza kwenye hati ya mashtaka yupo, na hati za mashtaka zinavyoandaliwa huwa pia zinakuwa na particulars, yani zinakuwa na wasifu wa huyo mshtakiwa. Huyu mshtakiwa namba 17 kwa mujibu wa hati ya mashtaka ambao ni public document, imeandikwa ana umri wa miaka 33, kabila lake ni Masai, kazi yake ni mlinzi, dini yake ni Mkristo, na makazi yake imeandikwa Masaki. Sasa kwa sababu tumeambiwa kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, na kwa hiyo nitoe wito sasa kwa ndugu zake au ambaye anamfahamu waweze pengine kutupatia taarifa za wapi alipo, kwa sababu